nyumbani kwake aliyekuwa mtangazaji Joshua Arap Sang, ambapo viongozi wa muungano wa CORD walianzia kampeni zao. Salama kabisa. Hii ikiwa ni mbinu yao ya kuingia mashinani katika heka za kuwataka wafuasi wao wajitokeze kwa wingi kupiga kura. Walikutana na Sang pamoja na wazazi wake Elijah Kipsang Keter na Amy Keter. Kwanza walikuwa na mazungumzo ya faragha. Nje kulikuwa na umati wa raia wa Kachibora ambao walikuwa na hamu ya kuwasikiza viongozi hao. Sang alisema aliamua kumuunga mkono Odinga kwani anaamini ni Odinga pekee anayeweza kuliunganisha taifa la Kenya. Sasa mimi nimefikiria nikaona sisi tarehe 4 tukipiga kura kwa pamoja tutakuwa tumetatua hiyo shida ambayo iko kweli. Hiyo ni kama kufunika kidonda na kitambaa na huku shida inaendelea. Lakini mtu ambaye atatoa hiyo shida nje na kukua referee ambaye ni neutral, sio Mkalenjin wala Kikuyu. It's a different person. Sang alidai kwamba si Odinga aliyechochea kesi za Hague, bali anaamini ni maafisa wanaoegemea upande wa Rais Mwai Kibaki waliotoa ushahidi aliodai kwamba ni wa uongo. Wakati Raila alikuwa anapigania uongozi wake ambaye alikuwa wamepambana wakati huo, watu wengine walikuwa wanapanga kesi. Waki Commission, Human Rights Commission, ripoti yao iliandikwa mwaka 2008. Katika wakati huo Ruto na Raila walikuwa pamoja wakipambana kutafuta haki yao. Sasa wakati gani Raila alikuwa huku akipanga kupeleka sisi Hague na huku wako na Ruto wakufanya kazi? Hii ni kitu ambaye imenikera zaidi. Watu wakikimbia kila mahali kwenda kwa maombi ati Raila nimepeleka sisi. Mimi singeweza kupeleka watu wetu. Na baada ya kukutana na Sang, vigogo wa CORD walifululiza moja kwa moja hadi uwanja wa michezo wa Kitale ambapo walihutubia mkutano wa hadhara. Ombi lao kubwa likiwa ni kwa wafuasi wao kujitokeza kwa wingi kupiga kura. Kwa sababu lazima tuokoe katiba hii ndio imeleta ukombozi wa kweli Kenya hii. Kwa hivyo kabla saa 4 wawe hawa wamekubali kushindwa. Na wakishindwa mtaona vile Kenya itabadilika. Vijana mpige firimbi. Kila mtu awe na firimbi. Awe na vuvuzela. Sawa. Inapigwa za 10. Walihutubia mkutano mwingine katika kaunti ya Bungoma. Ngoma yake kiongozi wa Ford Kenya Moses Wetangula. Ukikosa kujua chungwa useme tu Raila Amolo Odinga. Huyo ndiye rais wetu wa 4. Halafu tukishamaliza kazi inaanza. Kazi ya kuboresha maisha ya vijana, kazi ya kusaidia wazee, kazi ya kumupa elimu ya bure, kazi ya kujenga barabara, kazi ya kuleta pesa mashinani. Na katika kaunti walizotembelea, Trans Nzoia iko na wapiga kura waliojiandikisha wapatao 1231, Bungoma wapiga kura wapatao 1400, Busia wapiga kura 1250 na Pokot Magharibi 107,000. Baadaye walielekea Malaba na Busia. Hapo kesho watakuwa Kakamega, Vihiga na Kisumu. Alex Chamwada, Citizen Nipashe.